Mtazamaji, bwana Mwijaku naye pia amekuja kutia neno kutokana na kauli chafu ambayo ameizungumza. Huyu hapa si mwingine bali ni Dudu Baya. Katika usiku wa miaka 30 ya Bongo Flava, Wakongo wamerudishwa kazini bwana. Mmoja kati ya Wakongo hao alikuwa ni Dudu Baya. Sasa jambo ambalo amelifanya Dudu Baya bwana, wakati yuko stejini alikuwa anaimba kidogo, anapozi, anaimba kidogo, anapozi, mwisho wa siku akipozi anazungumza maneno mawili matatu. Sasa katika maneno ambayo ameyazungumza mojawapo ilikuwa ni tusi. Kwa hiyo jamaa ametukana jukwaani. Na ilikuwa ni live show, yani ile show ilikuwa inarushwa live kwenye chaneli za Azam. Umeona bwana, jambo ambalo bwana limepelekea kuweka hatarini hata chaneli pia kufungiwa na TCRA. Umeona bwana, kwa ni jambo ambalo kiukweli limesikitisha, limekera watu wengi. Watu wengi sana hawajapendezwa na kile ambacho Dudu Baya amekifanya, matusi ambayo ameyatoa jukwaani. Sasa hapa kuna peji mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na reaction ya Mwijaku kuhusiana na kile ambacho Dudu Baya amekifanya. Kwa mfano hapa kuna peji imeandika kwamba bwana, baada ya Dudu Baya kuzingua kwenye show yake ya jana pale Mlimani City, Mwijaku ameibuka na kuandika ujumbe akidai kwamba mkiambiwa somesheni watoto mnakuwa wakali. Haya sasa, chupu chupu Azam akutane na TCRA. Mwijaku ameandika hivyo, yani chupu chupu Azam wakutane na TCRA. Watoto wakiambiwa, wazazi wakiambiwa wasomeshe watoto hawaelewi. Sasa ndo hivyo litaka kugharimu media ya watu. Maana hili sio tukio la kwanza kutokea ambalo linaonyesha uvunjifu wa maadili. Ilishawahi kutokeaga before. Ni kwamba Gigimana alishawahi kuchezaga nusu utupu jukwaani Wasafi Festival, likarushwa ile tukio live kwenye media ya Wasafi. Mwisho wa siku bwana ni kwamba Wasafi kafungiwa. Sasa kwa hiki kitendo ambacho amekifanya Dudu Baya bwana, kilikuwa kinahatarisha pia hata media ya Azam, nayo pia ilikuwa iko hatihati kufungiwa. Kwa hiyo kwa kifupi bwana ni kwamba Dudu Baya bwana alizingua bwana, na wadau mbalimbali bwana hawajapendezwa hata kidogo na kile alichokifanya. Umeona bwana kwa sasa kazi imekuwa ni nyeusi kwa upande wake. Watu wengi sana wamemwandama mno na kumuona kwamba ni mtu ambaye asiyefaa, asikuwa na maadili, asijitambua, mlevi, asikuwa na adabu. Umeona bwana, ni amezingua kweli kweli. Mtazamaji bwana, kama ulikuwa ufahamu kilichotokea bwana ni kwamba bwana, ni habari ambayo ina make headline sana sasa hivi kuhusiana na ile show ambayo ilitokea usiku wa kuamkia leo pale Mlimani City. Naona bwana ni kwamba mambo ni moto kweli kweli huko mtandaoni bwana. Ni kwamba show hii bwana ilikuwa ni show ambayo ni very exclusive na of course ilikuwa ni show ya legendary, yani wale wasanii ambao walikuwa wanafanya vizuri miaka mingi iliyopita na wengine bado wanafanya vizuri mpaka sasa hivi katika tasnia zao za muziki bwana. Hapa tunawazungumzia kina Feruzi, Juma Nature, wanaume wote, wanaume family na wanaume halisi. Nazungumzia wakina Chege, Chigunda, bila kumsahau Temba na wengine kibao. Umeona bwana, lakini pia vile vile walikuwa wakina Dully Sykes, Mr Blue, yani wasanii wote wale wa zamani, wakina Baba Levo. Kama ulikuwa ufahamu ni kwamba Baba Levo naye pia alikuwaga katika kundi la wanaume halisi huko zamani. Kwa kifupi ni kwamba Bongo Flava bwana ilikuwa inatimiza miaka 30. Yani tokea kuwepo na Bongo Flava Tanzania, siku ya jana ndio ilikuwa inatimiza miaka 30, na of course ndio maana wakajumuisha wasanii wote hao wawepo sehemu moja kwa lengo la kuhakikisha kwamba wanapata nafasi ya kufurahia, kusherehekea miaka 30 ya Bongo Flava. Kwa hawa bwana ni maveterani, malegendari wa mziki huo wa Bongo Flava walikuwepo Mlimani City kwa ajili ya kuperform, kuonyesha uwezo waliokuwa nao, lakini pia vile vile kuwakumbusha mashabiki moments ambazo zimepita miaka hiyo. Umeona bwana, kina Kasimu Mganga, nyimbo kama vile Usiende, nyimbo kama vile Hawena. Umeona bwana, nyimbo kama hizo obviously ukizisikiliza bwana zinakukumbusha moments fulani hivi za kipindi fulani huko zamani ukiwa bado mtoto au ukiwa kama kijana.
Yeah, so kwa kifupi bwana, ilikuwa ni moment nzuri sana, mpaka Banana Zoro naye pia alikuwepo pale, lakini pia kubwa zaidi alikuwepo Dudu Baya na wengine wengi. Yani kwa kifupi ni kwamba wasanii wa miaka ile wengi sana wapo, ambao walikuwepo, ambao wako ndani ya nchi walikuwepo, ambao wako nje ya nchi tunaona hawakuweza kuhudhuria, wakina Bob Ludala, umeona wale pale walishindwa kuwepo kwa sababu na wenyewe pia ni moja kati ya malejendari wa mziki wa Bongo Flava, lakini pia waliofariki ndio hivyo, na wenyewe pia watu wamewamisi tu, lakini kuna watu walikuwa wanatamani angekuwepo Mangoya na wasanii wengine wa kitambo hicho, umeona bwana, lakini walikuwepo, walifanya show kali sana. Bwana, show hii bwana ilikuwa imeandaliwa na Madi pamoja na Babu Tale. Yani Madi na Babu Tale ndio walioamua kutulia, wakaamua kuja na hii idea kwamba bwana, kwa vile Bongo Flava inafikisha miaka 30, basi itakuwa ni jambo zuri la busara iwapo kama wote wasanii wote wa Bongo Flava ambao walikuwa wanafanya vizuri kipindi hicho, basi wajumuike pale Mlimani City kwa ajili ya kufanya show na mashabiki zao. So Madi na Babu Tale ndio ambao wamefanikisha swala hili. Sasa basi of course kuna makampuni mengine kibao makubwa yametia nguvu, wamekuwa kama wadhamini katika show hiyo. Kuna mabenki makubwa kabisa hapa Tanzania walikuwepo pale kwa ajili ya kudhamini, lakini list ya wasanii bwana ilikuwa very hot. Unaona bwana, hapa nakutajia mtu, kuna baadhi ya wasanii ambao tunawafahamu kwa haraka haraka. Kuna Jocelyn, kuna Sumali, kuna Tunda, kuna Mandojo, huyu ni Domokaya. Mandojo amefariki, Domokaya alikuwepo. Kulikuwa kuna Qchila bwana, kulikuwa kuna moja kati ya marapa ambao wamesumbua sana, Kalapina, na naye pia alikuwepo pale, bila kumsahau Banana Zoro, Kasimu Mganga, Chege Chigunda, Temba, 20% Mwasiti, alikuwepo pia Crazy GK, lakini pia Weusi walikuwepo pale. Tunamzungumzia mtu kama vile alikuwepo kwa upande wa Weusi bwana, alikuwepo Niki wa Pili, alikuwepo Jinako, alikuwepo Lodaizi, Joh Makini I'm not sure kama alikuwepo, lakini Weusi waliperform pia nyimbo zao za kitambo pale. Chidi Benz, kama unajua kwamba Chidi Benz yuko na iconic songs ambazo zinakubalika na zinakumbukwa kwa miaka yote kwenye upande wa Bongo Flava, kama vile Dar es Salaam Stand Up, na nyimbo ambazo ni very iconic. Yani Chidi Benz bwana na nyimbo ambayo anaweza kaperform hata miaka 7 au 10 20 inayokuja, na watu bado ikawagusa. Unaona bwana, kwa Chidi Benz alikuwepo AY, alikuwepo J Mo, bwana, alikuwepo Inspector Harun, alikuwepo Feruze, alikuwepo Keisha, Saida Karoli, Afande Sele, Stara Thomas, Dully Saxi, Mwana FA, bila kumsahau Madi mwenyewe, lakini pia vile vile alikuwepo Fid Q, Mr Blue na Juma Nature.